Naam, alhamdulillah, kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutupa nafasi kudiriki kumaliza kitabu chetu hichi cha Nawaqidul Islam. Nadhani hichi kitabu kitakuwa ni mara pili sasa tunakirudia katika mfululizo wa durusu zetu katika masjidi hii ya workshop katika jiji la Durban. Na ndugu zangu Waislamu, hapa kuna masala nadhani tumekuwa tumeghafilika kuweza kuwakumbusha na wale ambao wanaotufuatiliza kupitia channel yetu hii ya Harakati Muslim Burial Service, channel ambayo inajishughulisha na mambo ya kuzikana, kupeperusha habari katika mataifa tuliyotoka emo pale tu anapofariki mmoja wetu, na pia ni chaneli ambayo kama gisi mnavyoona inapitisha darasa na durusu tofauti za mashekhe zetu. Alhamdulillah, nimekumbushwa na ndugu yangu hapa kusikana na suala la funga ya kesho ya Ashura. Nadhani tuko katika mwezi mtukufu wa Muharram. Ni mwezi ambao una makalati mengi sana kama gisi mnavyoona katika mitandao ya kijamii, mashekhe, durusu mbalimbali zinauzungumzia mwezi huu mtukufu wa Muharram. Ni mwezi wa kwanza katika kalenda yetu ya Kiislamu ukaitiwa Muharram, bimaana ukitoa alifu wa lam, ni mwezi ambayo ni haram ndanimo mtu kufanya mambo ya haramu. Katika zama za Waarabu, maana zama za ujinga za jahilia, huu mwezi wamekuwa ni mwezi ambao walikuwa wakiuheshimisha sana, wakisimamisha mapambano qital, na ndiyo maana ukaitwa mwezi wa Muharram. Na pia ni katika ile miezi yake 12 aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala, alafu ndanimo akachagua Allah subhanahu wa ta'ala ashhurul hurum, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, nafsi zenu ndani ya huyo mwezi, hiyo miezi minne mitukufu ambayo akakuja kuitafsiri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndanimo ukakuwa ni huu mwezi wa Muharram. Ni mwezi adhim, ni mwezi ambao unalipi watu, bimaana ukifanya maasi katika mwezi huu mtukufu wa Muharram katika ashhurul hurum unapewa dabu, na hivyo hivyo ukifanya jambo la khairi, mambo ya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa dabu kama gisa alivyosema yeye mwenyewe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi huu wa Muharram ndanimo kuna siku ambayo ni yaumul Ashura, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi najja Allahu fihi Musa, Nabiyullahi Musa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomuokoa nabii mtume wake Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Ni siku adhim, ni siku ambayo Mayahudi walikuwa wakiadhimisha katika siku hii ya tarehe 9, wao walikuwa wakifunga. Historia mnafahamu, hatupo hapo katika kuelezea historia hiyo, lakini tu katika kuelezea kheri na baraka zinazopatikana katika siku hiyo ya kesho, siku ya tarehe 9. Siku ya tarehe 9 ya kesho ni siku adhim, ni siku ambayo kuna sunna ambayo ni sunna kubwa, ambayo mtu akifunga sunna hiyo anasamehewa madhambi yake ya mwaka mzima, kama gisa alivyosema mtume wetu Muhammad sallama, tukaffiru dhunuba sanata kullaha, anasamehewa madhambi yake ya mwaka mzima.
Ni sunna kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Mangapi ambayo tunayafanya katika mwaka mzima. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema sunna hiyo kupitia mtume wake Muhammad, atakayefunga hiyo siku ya 9 na siku ya 10 kutimiza sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtume wetu Muhammad sallama alipofika Madina amewakutana Mayahudi wakifunga siku hiyo ya 9. Kwa kutaka tutofautiane, tupishane, tukhtilafiane na manasara, mtume wetu Muhammad sallama akasema Allah akinifikisha mwakani tutafunga siku ya 9 na siku ya 10 kwa kutofautiana na hawa Mayahudi. Lakini mtume wetu Muhammad sallama hakuweza kufika katika hiyo siku, hiyo mwaka akatoweka. Sasa sisi tukifunga hii siku ya 9 na ya 10, bila shaka tutakuwa tumemfungia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio za sunna zile ambazo alizosema mtume wetu Muhammad sallama, sote tutaingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Miongoni mwa kukataa ni haya mambo ambayo tunaopewa promotion, tunaopewa gift na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tunashindwa kuyatimiza. Sasa ndugu yangu Muislam, hasa kwa wale ambao wanaotufuatiliza katika channel yetu hii ya Harakati, kesho ni siku ya tarehe 9, siku ya Ashura. Tufunge siku ya kesho na siku ya kesho kutwa insha Allah. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu wakauliza, je, na madhambi makubwa? Hapana, madhambi yale makubwa yanahitaji tauba, kama gisi ilivyokuja katika hadithi nabawi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yukaffiru dhunuba as-saghirata amma al-kabir, anasema funga hiyo ya Ashura inasamehe madhambi madogo, amma al-kabair, ama madhambi makubwa tahtaju ila tauba, yanahitaji mtu kufanya kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sasa kumbe ndugu zangu Waislamu, kesho ni siku ya Ashura. Insha Allah tuweke nia, tuamke na funga kesho siku ya Alhamis, na kesho siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi insha Allah. Tuweke nia hiyo ili tuweze kuingia katika lile kundi ambalo aliyosema mtume wetu Muhammad sallama, yule ambaye atakayeishi na sunna zangu basi huyo amechukua ufunguo wa kuingia peponi. Na katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallama asema, man tamassaka fi sunnati asha fi nuri idha jaddaha, yule ambaye atakayeshika sunna zangu, akaishi na sunna zangu, basi ataishi katika ulimwengu huu akiwa na nuru. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu watu wenye kuishi na sunna za mtume wetu Muhammad sallam, tujifananishe na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tuishi na nuru katika ulimwengu huu. Kwa leo ni hayo, mengi insha Allah. Fuatilia channel yetu hii ya Harakati, tutaelimishana pia tutaelekezana biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.